Pide, jana tumeshuhudia mechi yetu ya timu ya taifa Tanzania wakicheza kwenye mchezo wa FIFA Series nchini Rwanda dhidi ya Liechtenstein, mchezo ambao dakika 90 tunashuhudia Liechtenstein wakibuka na ushindi wa bao 1-0. Pengine ni mchezo wa namna gani Taifa Stars, kwa namna unavyoiona timu ambayo tulitamani iongeze viwango vya FIFA, tutaiona Taifa Stars ambayo pengine inaweza kubadilika kwenye mchezo mingine ijayo? Ukiangalia kwenye mchezo wa jana kuna vitu vizuri na pia kuna vitu vibaya ambavyo vilikuwa vinaonekana kwenye ule mchezo. Kipindi cha kwanza unaweza ukasema tulianza mchezo vizuri kwa umiliki wa mpira. Liechtenstein walibaki nyuma kwa muda mrefu. Kwa muda mwingi wa kipindi chote cha kwanza. Tanzania ndio tulikuwa tunashambulia zaidi. Lakini changamoto ikawa tunaposhambulia nani anarahisisha? Unajua kama kuna kitu kigumu ambacho kipo kwenye timu ya taifa ni wapinzani wanapopaki basi. Nani mwenye uwezo wa kuwafungua? Kipindi cha kwanza tulipiga through balls nyingi sana ambazo Selemani Mwalimu alimpunguza mpaka goalkeeper, lakini mpira wake ukaenda nje. Kuna mpira mwingine ambao Selemani Mwalimu pia akapiga yu. Faisal Salum alipata nafasi nzuri ya kupiga lakini hakupiga vizuri, goalkeeper akacheza. Kwa hiyo unagundua kipindi cha kwanza tutengeneza nafasi nyingi sana lakini hatukuweza kuzitumia. Sasa madhara yanakuja wapi? Ukitengeneza nafasi ukishindwa kuzitumia, mpinzani akija anajua jinsi gani ya kuweza kutumia. Kwa Liechtenstein wao walichofanya kipindi cha pili ni kwamba kuangalia sisi mapungufu yetu ni wapi. Wamekuja kugundua kwamba wachezaji wetu wote wanapanda pita mstari wa katikati mara nyingi. Kwa hiyo watu kama hao ambao wanacheza possession football wakikusogelea golini kwako, wewe njia gani ya kuwafunga? Usipishane nao ila wapige counter attack, mpira kushtukiza. Ndicho ambacho kilichotokea kwenye bao lenyewe ambalo walifunga. Mshambuliaji amekaa katikati ya Momnyeto pamoja na Twalib Nuh. Kitu ambacho nilishangaa kidogo kuona Twalib Nuh anampisha mshambuliaji wakati kwenye yale maeneo kwamba unaamini unaweza ukazuia chochote. Kwa hiyo kuna makosa pale yalitokea mawili. Kosa la kwanza ni kwamba Twalib Nuh akampisha mpinzani, lakini kosa la pili ambalo lilikuwepo ni Bakari Nondo Momnyeto. Automatically yeye ndo aliwa offside. Lakini yeye ndo alikuwa kwanza kunyosha mkono juu. Tunasema kama we mlinzi hautakiwi kusimama mpaka usikie filimbi ya mwamuzi ndio unapaswa kusimama. Kwa hiyo tumefungwa bao ambalo limetokana na makosa yetu, aina ya uchezaji, na kuna vitu ambavyo vya kuangalia. Kwa mfano, kocha Miguel Gamondi tangu aanze kuifundisha timu ya taifa kwenye mchezo wa kirafiki dhidi ya Kuwait, kipindi cha kwanza tuliongoza tuna bao 2-0. Lakini angalia kipindi cha pili tulipoanza, tuna changamoto jinsi ya kuianza kipindi cha pili. Kwenye kipindi cha pili dakika 15 za kwanza tukawa tumefungwa bao 4 kwenye zile dakika 15 za kwanza. Bao 3 baadaye ikaja bao la 4. Lakini jana pia kwenye dakika 10 zile za kipindi cha pili tukawa tumeruhusu bao 1. Kwa hiyo unagundua kwamba the way ambavyo tunauanza mchezo kipindi cha pili inakuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo kuna vitu vya kujiuliza na kuna vitu vya kujifunza kutokana na vile ambavyo tunacheza, lakini huu ni mchezo wa 11 kwa timu ya taifa haijapata ushindi wowote. Yes, tunaweza kuwa tulipambana kwenye AFCON tulipata matokeo mazuri, lakini rejea michezo 11 nyuma timu haijapata ushindi. Hiko sio kitu kizuri. Kukosekana pengine kwa wachezaji waliozoeleka kwenye kikosi cha timu ya taifa, kwa maana upande wa backline ukiona Dickson Job anakosekana, Ibrahim Baka anakosekana, pengine hii ndo chanzo cha timu yetu ya taifa kutoonekana kufanya vizuri kwenye mashindano. Haiwezi ikawa sababu kubwa sana. Changamoto ambayo sisi hatukuwa na makosa mengi ya kiulinzi. Makosa kama mawili tu ambayo yalisababishwa na delay. Moja hilo ndo nimetaja bao la walinzi wote wawili, lakini kuna kosa moja alifanya Twalib Nuh. Kama alipewa pasi na Momnyeto lakini akachelewa kufanya maamuzi kuufuata ule mpira. Baadaye akaenda kucheza late tackling, akaoneshwa kadi ya njano. Hayo ndo makosa ambayo niliona kama makosa makubwa kwenye mchezo wenyewe. Changamoto ilikuja jinsi gani tunaweza kumfungua mpinzani. Mchezaji ambaye alikuwa anaonekana kwenye eneo la kushambulia ana huo uwezo ni Italian Al-Lakia. Yeye ndo peke yake alikuwa anaonekana kwamba ana uwezo wa kupunguza mmoja, ana uwezo wa kupunguza pili, wa kutoa pasi. Hivyo ndo alikuwa mnyumbulifu kwa kiasi kubwa. Lakini Kevin John kuna muda alikuwa anaenda pembeni, pasi zake ambazo alikuwa anapiga. Hajacheza kwenye kiwango kibaya sana, lakini hajacheza kwenye kiwango cha dunia. Selemani Mwalimu alikuwa anafanya pressing yale ya juu, anapata mpira, lakini tunaita tukio la mwisho kumalizia mpira kuwa bao. Hilo ndio lilikuwa changamoto kubwa. Sasa hapo kweli kuna wachezaji kukosekana inaweza ikawa tatizo, lakini pia kuna muda unapaswa kuangalia. Yes, wachezaji hawa tumewakosa kwenye timu, lakini hii ndio sababu ya kufungwa. Mimi changamoto ambayo naiona jinsi gani ambavyo tunaweza kumfungua mpinzani ambaye anapaki basi. Sasa hii sio timu ya taifa peke yake. Hata virabu. Angalia tunapocheza na timu ambazo
kwa asilimia kubwa wanabaki nyuma. Tunawezaje kuwafungua? Hiyo ndio imekuwa changamoto kubwa. Lakini pia wakati tunaenda kushambulia tunaita rest defense. Rest defense inabaki kwenye shape gani? Wakati sisi tukiwa tunaenda kushambulia ile transition, negative transition, kutoka kuwa na mpira kunyang'anywa mpira, hapo ndo inakuwa wakati mgumu sana, kwamba tunajizuia vipi, tunachelewa kuingia kwenye mchezo. Mara nyingi huwa inakuwa shida sana, ndio maana mabao counter attack huwa tunafungwa. Kwa hiyo kuna namna ambavyo mwalimu anapaswa afanye mazoezi yake vizuri, mwalimu anapaswa aangalie vizuri jinsi gani ambavyo timu ya taifa itaweza kufanya vizuri. Michezo 11 kuto kushinda, hiyo sio kitu kizuri. After tumefungwa na taifa ambalo kwenye kundi lenyewe ndio lilikuwa taifa la mwisho kwenye kundi letu, kwa sababu lipo la 205, sisi 110, tumempita zaidi ya viwango 95 kwenye ubora wa soka. Kwa hiyo unagundua kwamba tumempita nafasi nyingi sana, lakini ameweza kutufunga. Na hiyo ndio lengo kubwa la FIFA Series. Wakati wewe unajiamini huku upo bora, unaweza ukakutana na watu wa chini ambao wana misingi ya mpira kuliko wewe, wanaweza kuzuia kuliko wewe, wakaja wakakufunga. Ndio maana kwenye michezo yenyewe kwa ujumla unashangaa kuona baadhi ya matokeo ambayo huenda uyatarajii, lakini ndio hivyo yanatokea kwenye mpira. Muda wake kuisha kwa Mbwana Ally Samata, lakini kukosekana kwa Epigodi Msuva, kutokuwepo kwa Clement Mzize, hiki ni kilio kwa upande wa ushambuliaji wa kikosi cha timu ya taifa? Inaweza ikawa kweli, kwa sababu ukiangalia kwenye eneo la ushambuliaji tulimkosa mshambuliaji kiongozi. Yes, Kevin John kijana mdogo anakuwa, tunamwangalia nani, Mwalimu Selemani anakuwa, yani anazidi kukua. Akicheza misimu miwili kwenye klabu kama Simba, uzoefu ambao atapata, naamini atakuwa maturity enough, tofauti na mtu kama Clement Mzize ambaye amezoea kucheza Yanga, pressure kubwa. Lakini angalia mtu kama Kibu Denis akapatikana, pia ni mchezaji ambaye mwenye uzoefu. Lakini angalia mtu kama Simon Epigodi Msuva, ndiye mfungaji ambaye amekuwa akifunga mabao mengi kwenye timu ya taifa. Kwa hiyo kukosekana kwake kuna shida, lakini changamoto wachezaji wanaobaki wanapaswa kujiuliza. Yes, wamekosekana wachezaji kwa sababu za tofauti. Je, sisi tunachukuaje hiyo nafasi? Umeona katika ile eneo la ushambuliaji, Tari analalakia, unaweza ukasema yeye kwangu mimi ndo alikuwa anacheza vizuri. Chazi Mombo alichelewa kuingia, lakini alipoingia na kuna kitu ambacho unaona, walau hata Morris Abraham alipoingia unaona anapiga. Kwa kuna changamoto kweli kuwakosa wachezaji ambao wapo muda mrefu. Na hata kwenye eneo la ulinzi pia ulitaja hapa, walikosekana Job, walikosekana Baka, Wilson Nangu amekosekana. Ni wachezaji ambao wamezoea kupata cash. Kwa kwenye ile safu ya ulinzi, beki wa kati ambao unasema amezoea kucheza hiyo mechi alikuwa ni Bakari Nondo Mwamnyeto. Twalibu Nunde mchezo wake wa kwanza wa kimataifa akiwa na senior team. Kwa unagundua kwamba naye anahitaji muda wa kuzoea. Hapa unamsifia kocha Florent Ibenge kwa kile ambacho amekifanya, kwa sababu Azam, kumbuka, ina mabeki wengi wa kimataifa. Yupo Yolo Diaby, yupo Fuentes, yupo yule Land Zuzu, wote wana uwezo wa kucheza kama mlinzi wa kati. Lakini kumuona bwana mdogo Twalibu Nunde anapata nafasi, kwa by time naye atapata uzoefu, anaweza kuja kuwa msaada mkubwa kwa timu ya taifa. Kwa kukosekana kwa wachezaji baadhi inaweza ikawa imepunguza kitu, lakini sio sababu ya sisi kufungwa. Sababu ya sisi kufungwa kwa sababu tunafanya makosa ambayo yanajirudia, lakini tunashindwa kupata jibu jinsi gani tunaweza kumfungua mpinzani anayepaki. Basi sasa hapa kuna format ya timu, lakini kuna akili ya mchezaji mmoja mmoja. Kama mkipata nafasi hamwezi kuzitumia, ni ngumu sana kushinda mchezo wa mpira wa miguu kama situation kama hizo zinatokea. Kwa jambo la msingi zaidi, tuangalie jinsi gani ambavyo tunaweza kuwa bora, jinsi gani ambavyo tunaweza kuwa better kuliko wapinzani. Naamini tunaweza tukafanya vizuri, ukizingatia mchezo unaokuja sio mchezo mgumu, ni mchezo rahisi ukifanisha. Hata huu mchezo jana haukuwa mchezo mgumu. Lakini sasa sisi tunavyoienda kwenye michezo, tunapojiamini kwamba sisi first team, hakuna kitu kizuri. Kwa mfano tunasema kuanza mchezo ni kazi rahisi sana, lakini kuanzia katikati kwenda mbele, pale unabadilika kimbinu, unabadilika jinsi gani ambavyo wewe unapaswa kucheza. Ukiangalia Kuwait, mchezo wetu na Tanzania, kipindi cha kwanza walibaki nyuma, waliona sisi ni timu hatari kwa sababu tuliwazidi kwenye viwango vya FIFA. Hawa Liechtenstein wameona sisi ni hatari kwa sababu tumewazidi kwenye viwango vya FIFA. Sasa mkisha wazidi, watu wanaanza kwa kupaki basi. Kipindi kocha mpira unavyozidi kuendelea, kocha anazidi kusoma mchezo, wapi wapinzani wanapokosea. Kwa hiyo kipindi cha pili amekuja na nguvu, amekuja na kasi, na ndio maana unaona kinatokea hiki ambacho kimetokea. Kwa hiyo kuna namna ambavyo benchi letu la ufundi linapaswa kujua jinsi gani ya kusoma mchezo. Tunaonekana wazuri tunapocheza na timu ambazo zimetuzidi.
lakini tunapocheza na timu ambazo sisi tumezizidi tunapata shida. Maana yake nini? Kwamba sisi nao pia ni timu ambazo ndogo tunazikamia timu kubwa. Ndio maana tunapocheza na timu kubwa unaona matokeo mazuri kuliko vile ambavyo tunapocheza na timu ambazo sisi tumezizidi.